Na mtazamaji wa Trend TV, nadhani utakuwa unafahamu kwamba kuna hivi vitu ambavyo vimekuwa vikiendelea huko mitandaoni, na moja kati ya vitu ambavyo vilikuwa vina trend ni kuhusiana na huyu kijana ambaye bwana alipata umaarufu mkubwa sana kutokana na tabia ambayo alikuwa anaionyesha ya kunywa pombe kali. Yaani sakata la yeye kunywa pombe kali bwana ilikuwa ni moja kati ya sifa ambazo alikuwa anapewa kutokana na kwamba jamaa alikuwa anakata kaivanti, anakata visungula, anakata mavalu na makonyagi ya kutosha. Bwana wadau wakawa wanajua kabisa kwamba hiki anachokifanya kitakuja kumtokea puani, ili mradi tu apate content, apate likes, apate views, comment huko Instagram na TikTok. Ni vitu ambavyo watu wengi sana walikuwa wanajua kabisa kwamba vitakuja kumgharimu, kwani alikuwa anahatarisha afya yake kwa ujumla. Kwa hiyo kijana huyu bwana, kuna video nyingi sana huko mtandaoni bwana zimesambaa akiwa anaonekana akiwa anakunywa hivyo vinywaji vigumu, na at the end of the day bwana ni kwamba wadau wakaja wakasema kabisa kwamba kijana anachokifanya bwana sio jambo la busara. Kwa hiyo kuna content, kuna video nyingi sana zimekuwa akiwa anaonekana anapiga hivyo vinywaji vigumu, na hivi karibuni bwana tumepata taarifa na yeye mwenyewe pia amekuja kuziconfirm kwamba yuko na hali mbaya, anaumwa, na kutokana na dalili ya vitu ambavyo vinaonekana mwilini mwake, viashiria ambavyo yuko navyo vinaonyesha kabisa kwamba amepatwa na tatizo la figo kufeli. Kama unavyojua bwana, madhara ya unywaji wa pombe kali mara nyingi huaga ni figo kufeli, maini kuharibika na vitu vingine kama hivyo. Na dalili moja kubwa sana ambayo inaonyeshaga hivyo vitu au chanzo au viashiria vya maradhi hayo ni pamoja na kuvimba miguu, pamoja na sura pia huaga inavimba. Yani sura yote inavimba, inakuwa ya duara, wataalamu wanaita moon face. Yani ukishafikia hiyo stage ya moon face, yani sura inakuwa ya duara kutokana na kuvimba, hapo unakuwa wadau wanaofahamu hayo mambo wanakuwa elewa kwamba hapo unakabiliwa na matatizo ya figo, maini na vitu vingine kama hivyo vya ndani kutokana na unywaji wa pombe kali. Lakini yote haya bwana yalikuwa ni kutokana tu na kwamba kijana alikuwa anatengeneza content na wadau wakawa wanasema kabisa kwamba hizi content anazozifanya ni ngumu na ni hatari kwa afya yake, lakini yeye mwenyewe alikuwa anazibrush off akiwa anadai kwamba alikuwa anaona kwamba ana entertain watu, anaburudisha watu, lakini ilikuwa inamgharimu afya yake. Kwa hiyo mwenyewe bwana alitengeneza content nyingi sana. Wataalamu wa dawa jamani, hapa leo nikatumia dawa gani? Ona bwana, yeye mwenyewe bwana alikuwa anatengeneza content nyingi, na kuna kipindi watu walikuwa wanahisi kwamba vile vinywaji anavyokula huaga labda ni fake, yani amejaza maji. Kwa hiyo sasa watu wakawa wanamuita na vitu vyao original, alikuwa anaenda na yeye pia kweli anazikata hizo pombe. Usoni na kwenye na vipi? Usoni na kwenye mtoto wa kiume anakwambia yuko wekazana, anakula chapati na chai. Mtoto wa kiume amekamilika, anakula chapati na chai kweli. A few moments later, akuta mtoto wa kiume anakwambia mtoto wa kiume asubuhi konyagi na chapati. Yeah, so hii bwana ilikuwa ni moja kati ya videos au content ambazo kijana huyu alikuwa anatengeneza huko mtandaoni. Alikuwa anaonyesha hapo kwamba yeye asubuhi tu akiamka na kunywa konyagi, mzinga ule mkubwa bapa lile na chapati. Alafu alikuwa pia vile vile anawasanifu wavulana wengine au watoto wengine wa kiume ambao asubuhi wanakunywa chai na chapati. Ndio kula hapa.
Nikagundua hiki ndo kitamu zaidi kuliko hiki. Nikiumwa sina hela hapa kwa nyumbani. So peji mbalimbali zimekuja kuripoti kuhusiana na kijana huyu yaliyomkuta. Kwa mfano hapa kuna peji wameandika kwamba kijana maarufu kwa content za kunywa vitu vikali anaumwa sana na hajui tatizo ni nini. Anaomba mwenyewe ambaye anajua tatizo ni nini amueleweshe. Kwa hiyo kijana bwana anadai kwamba sasa hivi hali yake ni mbaya na hajajua haswa kwamba kinachomkabili au kinachomsumbua ni nini. Kwa yule ambaye anayefahamu kinachomsumbua huyu kijana ameomba kwamba watu wamueleweshe. Lakini kwa kifupi ni kwamba kutokana na hii hali kama nilivyoeleza hapo awali kwamba bwana, hii ni hali ambayo inaonyesha kwamba kijana bwana tayari bwana yamesha msibu mazito. Yani hapa kinachomsumbua huyu kijana bwana si kingine bali ni matatizo ya figo. So wadau mbalimbali wamekuja kuweka maoni yao kuhusiana na hali ambayo inayomkabili huyu kijana baada ya yeye mwenyewe pia kuposti video katika mitandao ya kijamii akielezea jinsi hali yake ilivyo. Umeona bwana. Kwa hiyo wadau mbalimbali bwana wamekuja kuweka maoni yao. Jamaa anaitwa Tony Professor, anaitwa Tony Professor, ambapo hata Maimartha wa Jesse naye pia amempigia simu, ameongea naye na kijana ameelezea kwamba yuko na hali mbaya, lakini pia vile bado hajui ugonjwa gani ambao unamsumbua. Wengine wanasema kwamba vinywaji vikali anavyotumia huenda vimemdhuru na huenda pia vile kuna mwingine anasema kwamba bwana, japo wengine wanasema kwamba haya ni madhara ya kunywa pombe kali kwenye content zake. So hivyo ndivyo mambo yalivyo. Ngoja kusomea baadhi ya comment hapa ambazo zimejitokeza baada ya hali ya kijana huyu kubadilika ghafla. Kuna mtu hapa anasema kwamba bwana sifa zimemponza. Kuna mtu mwingine amesema kwamba bwana huyu amejitakia yeye mwenyewe. Kuna mwingine ameandika kwamba bwana sina mchango hapa, huyu jamaa hebu achane naye. Kuna mwingine anasema bwana hatuna hela hapa wala nyumbani. Kuna mwingine anasema bwana Mungu tu amfanyie wepesi apone haraka. Kuna mwingine anasema kwamba huyu bwana figo zimeisha feli, hapo aende tu akaanze dialysis. Kuna mwingine anasema bwana ajaribu K-Vant ya baridi, huyu atakaa sawa. Kuna wengine hapa wanasema kwamba kijana kama anajisikia anaumwa na hajui ugonjwa ni nini, ajaribu kunywa K-Vant yake yale ya baridi atakaa sawa. So hivyo ndivyo mambo yalivyo kuhusiana na hali ya kijana huyu. Ukiwa kama mdau na pia tuwekee maoni yako katika comment section, tutakuwa tukisoma na kureplay kila comment, na pia hakikisha una subscribe kwa ajili ya kupata